Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi, amma baad. Ndugu washiriki, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakaribisheni kwa mara nyingine katika mafunzo haya kwa maamkizi mazuri ya Kiislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu washiriki, leo tunaendelea katika mada yetu ya pili juu ya uongozi na ufuasi, na kama mtakumbuka katika awamu iliyo au mafunzo yaliyopita, wakati tunaingia katika mada hii ya uongozi na ufuasi, tulieleza juu ya mfungamano wa karibu baina ya nadharia hizi mbili, yani kuongoza ni kuwa na wafuasi na wafuasi wanahitaji kuongozwa, na tukaona juu ya aina mbalimbali za wafuasi ambao wapo na sifa zao na tukaeleza mtazamo wa Uislamu juu ya aina ya wafuasi ambao tunatakiwa tuwe sisi kama Waislamu. Tunatakiwa tuwe ni wafuasi aina gani katika zile aina takriban tano za wafuasi ambao tuliwaeleza katika kipindi kilichopita. Leo tunaendelea zaidi kuingia na pengine tutamalizia nukta hii ya uongozi na ufuasi, na hasa tukijikita katika mtazamo wa Kiislamu katika kadhia hii nzima ya ufuasi. Katika Uislamu uongozi na ufuasi ni vitu vinavyotegemeana na ni vyote ni vitendo vya kiibada, yaani ni mambo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio zile, tunaposema kitendo cha kiibada hapa hatukusudii kama zile ibada za kisheria ambazo tunazifahamu kama kusali, kufunga, kutoa zaka, kuhiji, lakini hapa tunakuja katika maana yake pana ya neno ibada, ambayo ni kufanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda na kuliridhia. Kwa hivyo kuongoza, ikiwa uongozi wako ni uongozi wa kiuadilifu na umeupata kwa njia za kiuadilifu, njia za kisawa kisheria, ni kitendo cha kumridhisha Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu, kama tulipata kuona mtazamo wa Uislamu, ni kwamba jamii ya Kiislamu au Waislamu hawapaswi kukaa bila kuwa na mmoja wao kwa kiongozi wao, na ufuasi vile vile ni jambo ambalo linamwajibikia Muislamu anapokuwa na kiongozi, yeye kuwa mfuasi mzuri katika uongozi wake, katika kuwa ni mfuasi mwema, mfuasi mzuri. Na tutaeleza leo sifa za wafuasi wazuri kwa mujibu wa Uislamu na kadhalika. Viongozi wanatakiwa wahudumie wengine kwa uadilifu na kwa huruma, na wafuasi wanatakiwa vile vile wampatie support, wampatie usaidizi kiongozi wao kwa kumtii na kwa kumshauri, na kuwajibika kwa pamoja naye, wajibika katika yale ambayo wanapaswa kuyafanya pamoja naye. Kwa hiyo jamii ya Kiislamu ambayo itakuwa yenye mafanikio ni ile ambayo viongozi na wafuasi wanafanya kazi pamoja chini ya mwongozo wa sheria, wanaongozana chini ya mwavuli wa kisheria, chini ya mipaka ya kisheria, kuhakikisha kunakuwa na haki, kunakuwa na uadilifu na kunakuwa na mafanikio ya pamoja, sio mafanikio binafsi. Wote tunakwenda katika lengo, katika jukumu au katika dira ambayo wote tunaitaka, na dira hiyo ni kwa manufaa ya watu wote. Kwa hiyo katika aina zile za viongozi takriban watano, mojawapo ilikuwa ni effective followers, yani katika aina za wafuasi mojawapo ni effective followers. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tunatakiwa tu effective followers. Okay? Na effective followers wanawasaidia sana viongozi wao, kwa sababu wanashiriki katika kutoa maoni yao, wanashiriki katika utekelezaji. Sio watu waliokaa kando, bystanders, wanatazama tu. Okay? Au wamewaachia wengine katika kutekeleza au kuweka mbinu au mikakati ya kufikia malengo yanayokusudiwa. Unapokuwa katika level tu hata ya nyumbani, kama wewe ni kiongozi lakini hupati ushirikiano wa mumeo yani wa mkeo au watoto wako, changamoto inakuwa kubwa sana, kwa sababu hawashiriki katika ima katika mawazo, au hawashiriki katika mkakati, au hawashiriki katika utekelezaji. Tayyibu, inaweza ikawa wengine wasishiriki katika baadhi ya mambo haya, yani mikakati au mbinu, lakini washiriki katika utekelezaji.
mshiriki katika utekelezaji. Inapokuwa viongozi washaamua na maamuzi hayo hayakwendi kinyume na sheria, sisi kama wafuasi tunatakiwa tushiriki katika utekelezaji. Lakini itakapokuwa watu wafuasi hawapo kabisa, hata kiongozi ukisimama kama ni msikitini ukatoa maagizo machache tu, jamani, tukae kimya na labda watu watulie, tusikilize kidogo, tusiondoke kwa haraka, alafu ikawa karibu 50% nzima ya msikiti au zaidi, kila mmoja anatoka au kila mmoja anazungumza mazungumzo yake, ni wazi ya kwamba kiongozi huyu atakuwa na changamoto kubwa sana katika mazingira kama hayo, katika kufikia malengo ambayo wanataka kuyafikia. Kwa hivyo Uislamu unaona ya kwamba wafuasi ambao hawashiriki au wafuasi wa kibubusa, okay, wana mchango mkubwa katika kufanya uongozi uwe mbaya na kupelekea kutofikia malengo kama ni ya kifamilia, kama ni ya msikiti, kama ni ya jumuiya, kama ni ya taasisi, kama ni ya kinchi. Unapokuwa na passive followers au hewalla tu, wafuasi hewalla, hawana maoni mbadala, hawana mbinu mbadala, hawana mikakati mbadala ambayo wanaweza wakaiweka kwenye meza kwa ajili ya kushauriana, inaweza ikapelekea uongozi ukawa vile vile ni wenye kufanya vibaya. Kwa hivyo tunasema kwamba katika Uislamu na hata katika nje ya Uislamu, kwa maana nje ya sayansi ya uongozi ya Kiislamu, wote tunakubaliana ya kwamba sifa bora, yani ufuasi mzuri, okay, unachangia kwa kiasi kikubwa sana katika uongozi mzuri, na ufuasi mbovu vile vile unachangia kwa kiasi kikubwa sana katika uongozi mbaya au uongozi usiokuwa na matokeo chanya. Hivyo basi tunawajibika sisi kujua ni sifa gani za wafuasi wazuri. Kwa mujibu wa Uislamu, sifa za wafuasi wazuri mojawapo ni hii ambayo tunasema ni effective self management. Ni kwamba mfuasi mwenyewe anaweza kujisimamia. Inapokuwa watu wanatakiwa kutoa maoni, anatoa maoni, kwa sababu hapo yanatakiwa maoni. Watu wanatakiwa kuweka mbinu, mikakati, anatoa mbinu, anatoa mikakati, na inapofika kwenye utekelezaji anatekeleza sehemu yake bila ya usimamizi wa karibu sana, bila ya mtu kukaa begani kwake kumsimamia, bana, hili ni jukumu lako na hii ndio nafasi yako, inatakiwa utekeleze jukumu hili. Anakwenda anatekeleza ile jukumu bila ya kuwa anasimamiwa na wengine kwa ukaribu sana. Bila shaka usimamizi utakuwepo, anatakiwa atoe ripoti kwa viongozi wake, lakini hao viongozi hawahitajiki kuwa pamoja naye katika kila hatua ya utekelezaji, kwa kuwa ni eneo lake na yeye ndio anatakiwa afanye hicho anachotakiwa kufanya. Wewe unapokuwa muumini, unajua hapa kuna swala la kujenga msikiti, hapa kuna jambo fulani la kheri linatakiwa lifanyike, okay, na wewe ni sehemu yako hiyo, ni eneo ambalo wewe unatakiwa uplay role yako, kama ni uchangiaji, kama uchangiaji wa fedha, uchangiaji wa nguvu, uchangiaji wa mawazo, uchangiaji wa maarifa, okay, unatakiwa utoe mchango wako bila ya kiongozi kuanza kukunyanyua na kufanya kitu kama hicho. Uwe ni mtu ambaye mwenyewe unajitambua na unaweza kumanage na jukumu lako bila ya usimamizi wa karibu. Commitment. Sifa nyingine nzuri ya kiongozi mzuri, ya mfuasi mzuri, ni awe na commitment, awe committed katika ile dira, awe committed katika yale malengo ambayo yatakuwa yamewekwa. Okay, wewe ni mfuasi katika familia, wewe ni mfuasi katika taasisi, wewe ni mfuasi katika jumuiya, wewe ni mfuasi katika nafasi yako ya ufuasi, unakuwa committed katika mambo yanayoendelea na yanayokuhusu katika ile daraja ambalo wewe upo. Kama na familia, uwe committed katika malengo na dira ya kuijenga familia bora, familia yenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, familia yenye tabia njema, familia yenye maarifa. Lakini lazima uwe committed katika kufikia jambo hili, katika kuijenga familia yako, hiyo ni familia bora, hiyo familia njema, familia ya wacha Mungu. Mfahamu? Kwa hiyo wewe committed kwenye jambo kama hilo, sio wewe uko committed tu katika mambo mengine ya kutafuta riziki na nini, lakini hauko committed katika masala mazima ya kufikia kwamba tuwe na familia ambayo ina maarifa, ina akhlaq zilizokuwa bora,
pamoja na masala haya mengine ya riziki na kadhalika. Yote ni katika mambo ambayo katika level ya familia kiongozi na hata wafuasi wanawajibika katika kwa namna moja au nyingine kuweza kusaidiana. Wakati mwingine mwanamke anaweza akasema mimi nasaidia vipi katika masala kama haya ya riziki. Tayeb, kwa uchache kabisa, kwa yule ambaye anajiona kwamba yeye ni mwanamke wa nyumbani ambaye hafanyi kazi kwa uchache kabisa, sehemu yake kubwa anayotakiwa kuplay kama committed follower ni kumwombea dua mumewe, kumwombea dua kila yule anayetafuta kwa ajili ya familia. Okay. Akithiri mume anapambana nje au watoto wanapambana nje kutafuta riziki kwa ajili ya familia. Okay. Lakini wewe nyumbani uwe umeshikamana na ibada, umeshikamana na adhkari, kumwombea mumeo alete riziki halali, kuombea wale wanaotafuta kwa ajili yako walete riziki halali. Kwa hiyo committed katika kuhakikisha nyumba inapata riziki ya halali, nyumba inapata malezi ya Kiislamu, nyumba inapata maarifa ya Kiislamu. Kwa kila mmoja anayo role ya kuplay. Kwa hiyo ufuasi mzuri anakuwa committed katika ile dira, katika ile lengo kulingana na daraja au nafasi ya ufuasi aliyokuwa nayo. Kama tulivyosema, kuna ngazi ya familia, kuna ngazi ya msikiti. Katika ngazi ya msikiti pia unatakiwa uwe committed juu ya mafanikio ya yule msikiti katika harakati za kidawa, katika kuhakikisha kwamba ibada inafanyika kwa uzuri na kwa usafi na kwa wakati na kadhalika. Kwa hivyo hili ni vile vile ni sifa ya wafuasi wazuri. Competence and focus. Wafuasi wazuri wanatakiwa wao wanajenga ujuzi na maarifa yao. Okay? Pamoja na kwamba kiongozi atakuwa anashajiisha, kiongozi mzuri anashajiisha wafuasi wake kuongeza maarifa na anawatengezea au anawasaidia katika kuziendea fursa za kuongeza maarifa, lakini na wafuasi wazuri nao wanatakiwa wawe tayari katika kujifunza, tayari katika kuongoza maarifa. Mimi nikileta nafasi kama kiongozi, kama ni kiongozi wa taasisi, nilete nafasi za kwenda kusoma watu, kama watu hawataki kwenda kusoma, sitokuwa na mafanikio yoyote. Tutabaki na ujuzi ule ule na mawazo yale yale na mtazamo ile ile. Lakini kiongozi, wafuasi mzuri, yeye mwenyewe anabeba dhima ya kuongeza maarifa yake, ya kuongeza ujuzi wake, na anautumia ujuzi huo wa manufaa ya pale alipo. Unaona, kama mfuasi, kama ndani ya familia, ujuzi wako unakuwa na tija katika familia, msikitini, mtaani, katika jumuiya, katika taasisi, katika kikundi, katika nchi, unatoa mchango wako kutokana na utaalamu wako. Kwa hivyo mfuasi mzuri vile vile anatakiwa ajiendeleze kimaarifa, kiujuzi, na vile vile atoe mchango wake wa ujuzi wake kwa manufaa ya wengine. La nne na ya mwisho ni ujasiri. Kiongozi, wafuasi mzuri anatakiwa awe na ujasiri wa kuweza kufikiria huru, kuwa ni mwanafikra huru, ana fikra yake, anaweza kufikiria kama yeye, kama yeye kwa namna anavyoliona jambo ambalo lipo katika mazungumzo au ambalo nataka lifanywe, na anaweza kujieleza juu ya fikra yake hiyo kwa ukweli na kwa uaminifu, bila ya hofu ya kukemewa au bila ya hofu ya kuonekana sio mwenzetu, bila ya hofu ya kufukuzwa, iwapo anaona ya kwamba hili jambo usahihi wake ni huu na sio huu. A good follower anatakiwa aweze kuhoji katika mijadala inayoendelea baadhi ya maamuzi ambayo anataka kufanywa, lakini akishafanywa yale maamuzi taban inakuwa ni juu yake ni kutekeleza, japokuwa inaweza ikawa kwa mtazamo wake sio jambo sio rai nzuri sana, maadamu sio haramu, maadamu sio rai inayopelekea watu kufanya haramu, atatakiwa play part yake, lakini wakati wa majadiliano, wakati tunataka kufikia maamuzi, awe huru na awe na ujasiri wa kueleza fikra zake, na hata mambo yanapokuja kwenye utekelezaji, yanapokuwa yanaonekana hayendi yanapotakiwa kwenda, awe na ujasiri wa kuweza kama ni viongozi wake hawakufanya jambo fulani wanatakiwa kufanya, aweze kuwakabili viongozi wake na kuwaeleza sehemu wanaotakiwa wao wafanye ambao hawakufanya. Wafuasi wenzake, kama kuna mahala kuna ulegevu ndani ya safu yao ya wafuasi, awe na ujasiri wa kuwakabili wafuasi wenzake
na kuambia jamani, hivi hatufanyi hivi sawa sawa, hatufanyi hivi sawa sawa. Sisi tumebeba dhima ya kutekeleza, na kila mmoja kwa nafasi yake atekeleze. Inapokuwa hatutekelezi, inakuwa hatufanyi sawa sawa. Kwa hiyo awe na ujasiri wa kuweza kuwakabili mpaka wafuasi wenzake katika kuwakumbusha wajibu wao, au katika kuwanasihi, au katika kuwaonya na kadhalika, na hata vile vile kuzungumza na viongozi wake anapoona kwamba maamuzi yaliyofanyika katika jambo fulani, okay, yanahitaji kutafakariwa upya, yanahitaji kutathminiwa tena, yanahitaji kubadilika na kadhalika. Kwa hiyo vile vile ni sifa ya wafuasi wazuri. Sifa ya wafuasi wabaya, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imeripotiwa na Abu Huraira radhiallahu anhu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba watu watatu Mwenyezi Mungu hatazungumza nao siku ya Kiyama, wala hatawatazama, wala hatawasafisha na madhambi yao, na watakuwa na adhabu kali kabisa. Mtu wa kwanza ni yule ambaye ana maji ya ziada katika safari na hataki kuwagawia wenzie. Huyo mtu wa kwanza, yani mtu katika safari, una maji ya kutosha, umekutana na wasafiri wenzako wana tabu ya maji ya kunywa, ikawa nawe unawe ziada, ukawa umeizuia, utaki kuwasaidia wenzako kunywa maji. Mtu wa pili, na hapa ndipo lengo letu katika hadithi hii, ni mtu ambaye anamtii kiongozi tu kwa sababu, au anamfuata kiongozi kwa sababu ya maslahi yake ya kidunia, kwa sababu ya maslahi yake ya kidunia. Huyo kiongozi akimpa maslahi hayo, yeye ni mfuasi mzuri sana, anakuweko pamoja naye kwa hali na mali, kwa kuwa anapata kitu. Lakini asipopata kitu, kama huyo kiongozi hampi kitu, haoni yeye maslahi yote anayopata kutoka kwa kiongozi huyo, yeye anakuwa sio mwaminifu kwa kiongozi huyo, anakuwa tena hayuko naye kwa hali na mali. Kwa hiyo huyu ni mfuasi ambaye anamfuata mtu kwa maslahi yake tu ya kidunia, kwamba kwa kuwa ninapokuwa naye bega kwa bega napata kitu. Asipopata kitu, hana uaminifu, hana usuhuba, hana 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 hana, hana msimamo katika malengo wala katika dira ya huyo kiongozi au ya hiyo taasisi au ya hiyo jumuiya. Umeona, hawa ni watu ambao wanamkuta mtu kwenye taasisi kwa sababu labda ni mfanyakazi, lakini hana chochote anachokubaliana nacho katika malengo wala katika dira. Yeye yuko pale, yeye ni kwa sababu ya kupata mshahara tu, si kwa sababu ya kuhakikisha ile dira na malengo ya taasisi yanafikiwa. Unaona, yeye yuko pale kwa ajili ya worldly gain tu. Siku atakayofukuzwa, atakayokuwa ametoka kwenye hiyo taasisi, hana mchango wote anaoweza kutoa katika kufikia dira na malengo ya ile taasisi. Umeona, au malengo mapana ambayo ile taasisi labda ilikuwa inataka kuyafikia, ikawekwa kutoka kwake, akaplay role yake nyingine ili kuhakikisha still lile lengo ambalo taasisi alokuwepo ilikuwa nalo, yeye anaweza kuplay part yake japokuwa yuko nje ya taasisi. Na ni nadra sana kuwakuta watu wa namna hii kwa kweli. Leo unamkuta mtu yuko katika taasisi fulani au shirika fulani, okay, kwa kuwa anapata pale kazi, anapata maslahi, ndio yuko pale, lakini akitoka nje ya hapo hana kitu chochote anachoweza kufanya, au japokuwa anaweza, lakini hataki kufanya kitu chochote kwa sababu anaona mimi nanufaika na nini kufanya jambo hili, napata nini, napata maslahi gani? Umeona, iwapo nitahamasisha watu, iwapo nitahimiza watu, iwapo nitawakumbusha watu katika labda kufanya kitu fulani na kuacha kitu fulani, kitu ambacho taasisi fulani labda inajaribu pia kufanya, lakini kwa kuwa hayupo katika ile taasisi, anaona mimi nilikuwa kule, nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa napata na mimi cha kwangu, lakini sasa nimetoka, ya nini kuwanufaisha wengine bwana? Unakuwa na fikra kama hizi. Lakini kwa ufupi, Mtume sallam hapa anatuambia kwamba mtu ambaye anaapa utiifu, anaapa kumfuata imamu kwa sababu tu ya malengo yake ya kidunia, na anapopewa anakuwa mwaminifu kwa kiongozi huyo, na anapokosa anakuwa tena sio mwaminifu kwa kiongozi huyo. Na mtu wa tatu ni mtu anayeuza akiwa anaapa kwa Mwenyezi Mungu juu ya ile bei aliyonunulia yeye, anaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, bwana, kitu hiki mimi nimenunua kwa bei hii, unaona, ili kutaka kumshawishi mnunuzi aone ya kwamba labda hapati faida kabisa au hapati faida kubwa, na wakati ni muongo katika kufanya hivyo. Ni mtu ambaye kuna kiapo anaapa kabisa katika kuuza
kitu chake kwa kutaja bei aliyonunulia kile kitu, ili kutaka kumwonyesha mnunuzi ya kwamba ima hapati faida au hapati faida kubwa, au wakati mwingine kuonyesha kwamba anapata hasara kabisa, kwa kusema mimi nilinunua kwa bei hii na wewe nakuuzia kwa bei ya kutupa kabisa, wala sipati chochote. Kwa hiyo hiyo ni sifa mbaya kabisa ya mfuasi, kuwa ni mfuasi wa kimaslahi. Na hii ndiyo nukta ambayo nilikuwa nataka kuieleza hapo. Wafuasi wabaya ni wale wafuasi wa kimaslahi, okay? Maslahi binafsi, maslahi ya kidunia. Um, tukiendelea, wajibu wa ufuasi katika Uislamu. Ufuasi, baada ya kuona sifa zao, wafuasi wote wana wajibu. Ni wajibu wako wewe kama mfuasi kuyafanya mambo fulani fulani au mambo kadhaa. La kwanza katika wajibu wa ufuasi ni kujua ya kwamba utiifu wako una masharti. Utiifu wako hauko utiifu kwa lolote, kwa vyovyote. Utiifu wa mfuasi una mipaka. Nasema utiifu wenye mipaka. Utiifu wa Kiislamu, utiifu wa mfuasi katika Uislamu una mipaka. Una mipaka. Kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba ni wajibu kwa wafuasi kumsikiliza kiongozi wao, okay, na kumtii katika ugumu na katika wepesi, katika mambo yenye raha na kwenye mambo yenye karaha, okay. Na hata kama mtu huyo ikiwa ni mtu ambaye labda anatokana na kabila au na rangi tofauti na nyinyi, umeona. Kwa hivyo yani kiongozi anatakiwa kutiiwa, kwa kusikilizwa, kwa kufuatwa maagizo yake katika raha na karaha, katika linalokupendeza na lisilokupendeza, hata kama mtu huyo ni mtu ambaye hatokani na kabila lenu, hatokani na nasaba yenu, hatokani na mambo kama haya ambayo wakati mwingine mtu anaweza ukaona huyu lakini sio mwenzetu, kwa maana labda ya ukabila au kwa maana ya urangi au kwa maana ya uchama au kwa maana ya vitu kama hivi, okay. Lakini maadamu yeye ndio kiongozi katika eneo hilo, ana haki ya kutiiwa. Lakini Mtume sallam akauweka utiifu huu, akauwekea mipaka. Katika hadithi hii nyingine Mtume sallam anasema utiifu ni wajibu kwa Muislamu kumtii kiongozi wake, okay, katika yale anayoyapenda na yale asiyoyapenda, isipokuwa iwapo atakuamrisha katika uovu. Akikuamrisha katika uovu, hakuna utiifu wala hakuna kusikilizwa kiongozi huyo. Ta'atun fi ma'rufin, tunasema kwamba taa ya mfuasi kwa kiongozi wake ni katika wema. Na ndio maana katika Uislamu hata mzazi ambaye ana haki ya kutiiwa na mtoto wake, naye ndio kiongozi katika familia, lakini anatiiwa na mtoto wake katika maarufi tu, katika yaliyo mema, okay. Akiamrisha mzazi jambo baya, jambo ovu, jambo linalokwenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, mtoto anawajibika kukataa kutii. Uislamu umeweka mipaka hiyo wazi kabisa. Unaona, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq, hakuna utiifu kwa kiumbe kumwasi muumba. Hiyo ni red line kabisa. Kwa hivyo mzazi, okay, au uwe ni kiongozi wa taasisi, kiongozi wa jumuiya, kiongozi wa msikiti, utiifu wako, utiifu wa wafuasi wako upo katika hiyo mipaka ya taatullahi wa rasuli. Katika wote sisi tuwe tunamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ukituamrisha mambo, ukatuagiza, ukawa unasema mambo ambayo yanakwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, hatuwajibiki sisi kusikiliza wala hatuwajibiki sisi kukufuata katika jambo hilo ambalo wewe unatuagiza au unalisema kwetu sisi tukusikilize. Kwa hivyo huu ni wajibu wa mfuasi. Muislamu anayejitambua ajue ya kwamba ufuasi wake uko katika maarufu. Mke kwa mumewe, mume ana haki ya kutiiwa, mke ana wajibu wa kumtii mumewe, lakini katika maarufu tu, katika yale ambayo ni sawa sawa, katika yale ambayo ni kheri, katika yale ambayo yanakubalika, katika yale ambayo haendi kinyume na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umefahamu? Kwa hivyo maadamu mume amekupa agizo, amekupa amri ya jambo,
lililokuwa la halali unawajibika kutii, hata kama itakuwa linakukera hilo, si jambo ambalo unalipenda kulifanya, lakini maadamu haliendi kinyume na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inabidi uvumilie uweze kumtimizia na uweze kutii kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wewe uko katika kitendo cha ibada. Ufuasi ni ibada na ufuasi huu sio tu katika yale ambayo wewe unayaonea raha na unaonea wepesi kuyafanya, bali wakati mwingine hata katika majukumu mazito ambayo umepewa uyafanye, inabidi uyatekeleze kwa sababu ni ibada, ni kiongozi wako na ametoa maagizo, na maagizo hayo hayaendi kinyume na mipaka na sheria ya Mwenyezi Mungu. Unawajibika kutekeleza wajibu wako, isipokuwa tu katika maasi. Ikiwa maasi, hakuna utii wala hakuna kusikizwa kiongozi anayezungumza mambo yenye kupelekea katika maasi. Wajibu wa pili wa ufuasi katika Uislamu ni kutoa nasaha, kumnasihi kiongozi wake, kuwanasihi wafuasi wenzake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba dinu nasiha, dini ni kutupeana nasaha, kupeana nasaha. Akaeleza kupeana nasaha hii kwa nani na kwa ajili ya nani. Sasa kupeana nasaha hii ni pamoja na wengine waliotajwa katika hadithi, ni kuwapa nasaha viongozi na kuwapa nasaha watu wa kawaida. Kwa hivyo kiongozi, tutakuja kuona huko mbele, pia ni moja katika wajibu wake kiongozi kutoa nasaha na yeye kupewa nasaha vile vile, na yeye anatakiwa apewe nasaha, ikiwemo kupewa mrejesho. Ametoa maagizo, amekwenda kufanywa kazi, anatakiwa kupewa mrejesho. Mambo yamekuwa hivi, mambo yalikwenda hivi. Umeona, ikiwa ni kusahihishwa, anatakiwa kusahihishwa vile vile. Kiongozi sio kwamba hasahihishwi anapokosea, anatakiwa kusahihishwa kwa ihtiramu, kwa maneno mazuri, bila ya kutumia matusi wala kutumia maneno yenye kejeli wala maneno yenye kufedhehesha. Lakini anatakiwa adabu zile za Kiislamu zinazingatiwe katika kusahihisha makosa, lakini kosa litasahihishwa. Na kiongozi atatakiwa kuongozwa na yeye vile vile katika lilokuwa la sawa. Na hapa tunatoa mifano, iko mifano mingi katika tarehe ya Uislamu juu ya mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kuweza kupewa nasaha. Walipokuwa wanataka kwenda vitani, mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badri alipewa ushauri, alinasihiwa wapi wakae, jeshi likae sehemu gani katika eneo hili la Badri. Na akapokea nasaha zile kutoka kwa wafuasi wake, alimnasihi fanya hivi. Mtume sallam akafuata nasaha hiyo, na wakawa ni wenye kufanikiwa sana. Kadhalika vile Mtume sallam alipewa nasaha na mkewe pale katika uwanja, katika eneo la Hudaibia, katika sulhu ya Hudaibia. Walipofanya sulhu, ikawa Waislamu wanatakiwa sasa wanyoe nywele ili warudi zao Madina. Waislamu wakawa wazito, wengi wakawa na tabu kufanya jambo kama hilo, waona ni unyonge mkubwa huu sisi kutokwenda Makka na kukubali sulhu hii ambayo inaonekana kwa dhahir haijatuweka mahala pazuri. Mtume sallam akawaagiza watu wanyoe warudi, lakini watu wakasita. Karudi akapewa nasaha na mkewe, akaanza wewe kunyoa, wewe anza wewe kunyoa, alafu utaona na wafuasi wako watafanya nini. Mtume sallam akatoka akanyoa yeye. Aliponyoa yeye kwa nasaha, kwa ushauri aliopewa na mkewe, basi akajikuta masahaba wote nao wakakaa wakaanza kunyoa na wakarudi sawa. Kwa hivyo kiongozi anapewa nasaha. Kina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu nao vile vile walikuwa wakipewa nasaha kutoka kwa masahaba wenzake. Kina Umar ibn al-Khattab walikuwa wakimpa nasaha, walikuwa wakimshauri, walikuwa wakimsahihisha. Umar ibn al-Khattab mwenyewe maarufu alisahihishwa mbele ya watu alipokuja kutangaza msikitini ya kutaka kuweka kima maalumu cha mahari. Alipoona watu wanakuja kushtaki kwake juu ya kuwa mahari zimekuwa nzito, sasa mahari zimekuwa kubwa, umeona, akasimama msikitini akatoa tangazo kwa mimi naweka kima, nataka kuweka kima cha mahari kima chake ni hiki, sivuke hapo. Akasimama mwanamke shujaa akampa nasaha, akamwambia vipi ya Umar ibn Mu'minin, unataka kuweka kima katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu katupa sisi nafasi, katuachia wazi kabisa, akatupa uwanja mpana, katuachia sisi wenyewe tuamue wanawake tunataka mahari ya kiasi gani. Wewe vipi unaweka kima? Wewe nani unataka kuweka kima katika mahari? Umeona, Umar akasema mimi nimekosea mbele za watu, nimekosea na mwanamke huyu yuko sahihi. Umeona, kwa hivyo mfuasi anayo nafasi ya kumshauri kiongozi wake
kama ni kwa siri, kama ni kwa dhahir, japokuwa baadhi ya maulama zetu wanasisitiza sana mambo ya siri siri siri. Kuna siri na iko dhahir vile vile, iko dhahir vile vile kwa mipaka ya adabu ya Kiislamu, kwa maneno mazuri, kwa namna mzuri, mfahamu, sio kwa namna ya kutaka kumfedhehesha kiongozi au kuna nini. Na siri ni bora zaidi, lakini mengine yanasahihishwa kwa dhahir vile vile, sio tu kwa siri, kwa sababu baadhi ya viongozi wanayafanya mambo kwa udhahiri wake yanaharibu jamii, na hata ukimpa nasaha kwa siri haendi kwenda kusahihisha kile kitu, atakiacha kile kitu kionekane kwamba ni sawa tu. Na kama tunavyofahamu, tulikuwa na sera wale watu wazima kidogo wanafahamu, tulikuwa na kiongozi wetu mmoja wa kinchi akisema ruhusa, kila kitu ruhusa, 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 kamwita mzee ruhusa, japokuwa hii ilitokana na masuala ya kiuchumi, lakini watu wakaipanua kwamba mzee ruhusa basi ruhusa uzinifu, ruhusa ulevi, ruhusa nini. Lakini la, sisi tunasema hapana, hapana, sio ruhusa kila kitu bwana. Maana hii ruhusa, mzee wetu huyu alilenga zaidi katika masuala ya uchumi, ruhusa kufanya biashara, ruhusa kuingiza bidhaa, ruhusa. Lakini watu wakalipanua, na lilipoonekana linapanuka hivyo na mwenyewe hakuja kuliwekea mipaka kwamba ruhusa hii ni katika mambo haya tu jamani, sio ruhusa mtu akazini, ruhusa akafanya nini. Maana ni wajibu wetu sisi kama Waislamu kusema, kutoa nasaha kwake kwamba bwana, ruhusa katika Uislamu ina nafasi yake na ina mipaka yake. Maana sasa huwezi kukaa usitoe nasaha ya kuiwekea mipaka ruhusa, ikawa sasa ni ruhusa tu, watu waone wanaweza kwenda kujifanyia lolote lile wanalotaka katika nafsi zao. Kwa hiyo Muislamu anayo nafasi ya kunasihi, anayo nafasi ya kunasihi viongozi na watu wa kawaida. Holding leaders accountable, vile vile ni wajibu wa ufuasi kumwajibisha kiongozi wake kwa yale ambayo anatakiwa yeye ayatekeleze, ameahidi kuyafanya, unatakiwa umwajibishi. Umeona, na pale atakapokuwa anafanya jambo lisilokuwa la sawa, anatakiwa kuwajibishwa, anatakiwa kuwajibishwa. Na uwajibu wenyewe, uwajibishaji wa kwanza ni kwamba anapoamrisha lisilokuwa la sawa, nyinyi kutokufanya, huko ni kumhold to accountable, kwa maana hili unalotaka kulifanya, unataka sisi tufanye, na hili unalotaka wewe kufanya sisi hatufanyi, na tutakuzuia usifanye, tutakuzuia. Kwa sababu Rasulullah ametuambia, nusur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako akiwa yeye ni dhalimu au mwenye kudhulumiwa. Masahaba wakasema, ama kumnusuru anayedhulumiwa, hiyo maarufu, hiyo inafahamika, inaeleweka, lakini tunamnusuru vipi ikiwa yeye ndio dhalim? Mtume sallallahu akasema ni kumzuia asidhulumu, ni kumzuia huyu anayetaka kudhulumu asidhulumu, huko ndiko kumnusuru. Kwa hivyo wafuasi, wewe unamwezi kumuona kiongozi anadhulumu, anafanya jambo lisilokuwa la sawa, alafu ikawa hakuna kumwajibisha, hakuna kuwajibika. Na moja katika jambo ambalo kiongozi analifanya lisilokuwa la sawa ni kutoa ahadi ambazo hazitekelezi. Anatakiwa kuwajibishwa, bwana wewe umeahidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula, tekeleza bwana ahadi ulizoahidi. Ahadi ni kitu chenye kuulizwa, ni kitu ambacho kila anayetoa ahadi ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Umeona, sasa kumuuliza juu ya ahadi zake ni wajibu wetu, ni wajibu wa wafuasi. Wewe uliahidi utafanya hili, okay, na tumekupa usaidizi wote unaohitajika, tuko tayari kukusaidia katika kutekeleza ahadi, lakini hujaifanyia kazi, hujaonyesha uongozi katika kuifanikisha ahadi hii. Unaona, kwa hiyo to hold a leader to account ni vile vile ni wajibu vile vile wa wafuasi kumwajibisha kiongozi wake kwa yale ambayo ameahidi, kwa malengo na dira ya taasisi, kwa matendo anayoyafanya na shughuli anazozifanya katika taasisi au katika jumuiya au katika familia. Maana bwana, wewe umeahidi kama baba wa familia, hapa utafika hapa saa 2 au utafika hapa saa 3. Umeona bwana, sasa unapokuwa umechelewa, tunayo haki ya kukuuliza kimetokeaje, imekuwaje bwana, mbona unakwenda kinyume na taratibu, na unatakiwa urudi nyumbani hapa kabla ya maghrib au baada ya muda fulani kama tulivyokubaliana au kama ulivyoahidi. Sasa mbona una nani? Sasa mfuasi ana haki ya kumwajibisha kiongozi wake juu ya hilo. Ama watu tuliahidiana, tulikubaliana, okay, napaswa kumwajibisha juu ya hilo. Kuna nini kimetokea, kujua sababu zilizopelekea lilo jambo kutokufanyika au hiyo ahadi kutokuwekwa, na kuweza kuona sasa vipi mnaweza kusonga mbele baada ya hapo, na sio tu
kuacha viongozi wanapokuwa hawawajibishwi na wafuasi wao. Hapo tunatengeneza mwanya mkubwa sana wa watu kufanya kiholela, sababu anaona nikifanya, nisipofanya, ninachokisema nikikitekeleza, nisipokitekeleza, hakuna mtu ambaye atakuja kunihoji wala atakuwa na ujasiri wa kuninasa. Hapo ndipo unapoanza kutengeneza taasisi au uongozi mbaya katika jumuiya au katika familia, pale ambapo hakuna kuulizana, hakuna kuwajibishana. Na jambo la nne katika wajibu wa ufuasi katika Uislamu ni kushiriki katika mashauriano. Uislamu unahimiza shura. Okay? Kwa hivyo wewe kama mfuasi, okay, unapohitajika katika shura, kuna kikao, kuna mkutano, maana mambo mengi katika mazingira ya kitaasisi, katika daraja ya uongozi, katika taasisi, jumuiya, misikiti na kadhalika, kunakuwa na mikutano. Unaona, ni wajibu wako mfuasi kutenga muda wako wa thamani kushiriki katika mikutano, kushiriki katika vikao ambavyo vipo kwa mujibu wa taratibu, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni za jumuiya. Unatakiwa ushiriki, na usio ushiriki tu kimwili, ushiriki kimawazo, ushiriki kimkakati, ushiriki kila hali ambayo inatakiwa ya ushiriki kwa kadri ya uwezo wako. Kwa hiyo ni wajibu wa mfuasi, okay, anapotakiwa kutoa nasaha, anapotakiwa kutoa mawazo, anapotakiwa kutoa mchango wake, anapotakiwa kufika kwenye kikao, anapotakiwa, kama liko katika uwezo wake, afanye hivyo, ashiriki katika nani. Sasa baadhi yetu tuko kwenye jumuiya nyingi mbalimbali, lakini hatuzitendei haki jumuiya hizo katika masala ya kutenga muda wa kushiriki vikao, wa kushiriki mikutano na kadhalika. Sasa hili ni jambo yatakiwa ujiulize, wewe ni mfuasi wa namna gani? Umeona, kwa sababu unakuwa nyuma katika wajibu wako. Wajibu wako kushiriki kimwili na kushiriki kimchango, kimawazo, kimikakati, kimbinu na kadhalika. Haya ni mambo ambayo ni wajibu vile vile kwa wafuasi. Jambo la tano kwa kumalizia ni kushiriki katika kuhakikisha maslahi mapana ya umma, Kwa hivyo kila Muislamu anatakiwa yamhusu mambo yanayotokea katika jamii. Sio tu wewe ni mfuasi katika taasisi yako tu, wewe ni unatoa mchango wako kwenye taasisi yako tu, katika familia yako tu. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man la yahtamma bi umuri almuslimina falaysa minna, yule ambaye hayamgusi mambo ya Waislamu nje ya saiko yake, kiacha wale Waislamu ambao tuko wote msikiti mmoja, taasisi moja, jumuiya moja, kikundi kimoja, ikawa wale Waislamu wengine ambao wako kwenye kikundi kingine nini, haya unaona ya kwao mambo yao au maslahi yao au ustawi wao, unaona haikuhusu ustawi wa hao Waislamu wenzako, wa hao wengine ambao wako nje ya kikundi chako, basi tunasema wewe sio katika sisi. Kwa hiyo Muislamu yanamhusu mambo ya Uislamu, iwe ni katika jumuiya yake, iwe nje ya jumuiya yake, iwe ndani ya nchi yake, iwe nje ya nchi yake. Sisi tunaguswa na masuala ya Palestina, tunaguswa na masuala ya Sudan, tunaguswa na masuala mengine ya Waislamu ambayo ni ya machafuko na dhulma dhidi ya Waislamu. Tunaguswa na mambo yale kwa sababu gani? Kwa sababu ya hadithi kama hii ambayo inatuambia yule ambaye anaona hayamhusu yeye kero na adha na tabu za Waislamu wengine, za Waislamu wenzake, huyu si katika wao, sio katika wao. Kwa hivyo Muislamu hakika anakuwa ni mtu ambaye anataka haki na anataka kuiona haki inafanyika katika jamii vile vile kwa upana wake, sio tu katika kikundi chake. Umeona, kwa kuwa mimi jumuiya hii, kwa hiyo kama wale wanadhulumiwa kule, sisi hao watusi bwana, ile ni kikundi chao bwana, shauri yao, watapambana na hali yao, wanadhulumiwa wale. Unaona, unasema hiyo inanusu nini mimi bwana, mambo ya Palestina bwana. Sasa wewe imekushinda msaada wote wa mali, imekushinda hata dua, hata kuombea dua hawa, Mungu awanusuru, hata kuombea dua maadui zao wadhoofike. Wewe huna chochote katika ushiriki kimali wala ushiriki kidua. Unasema yeye, mimi ni Mtanzania bwana, au mimi ni Mkenya bwana, au mimi ni mtu gani bwana, yeye mambo ya Palestina, mambo ya Waarabu bwana, na mimi mimi Mswahili
mimi nani na Waarabu wanihusu nini? Umeona? Sasa wewe Uislamu wako na wajibu wako inakuwa huuelewi. Wewe huuelewi udugu wa Kiislamu na wajibu wa ufuasi ndani ya Uislamu. Kwa hivyo Uislamu unahimiza juu ya umoja na unawaona umma wa Kiislamu kama mwili mmoja. Eh, mfano Mtume anasema mfano wa Waislamu katika kupendana kwao na katika kuhurumiana kwao, kajasadin wahid, ni kama kiwiliwili kimoja. Huu ni umma mmoja. Uislamu ni umma mmoja. Unapoona mwenzako anadhulumiwa pale, hata kama ni nje ya kundi lako, nje ya taasisi yako, nje ya jumuiya yako, okay, unatakiwa utoe msaada wako wa kihali na kimali, umeona, ili kuweza kuwasaidia wenzako dhidi ya dhulma. Na vile vile sisi tuna udugu wa kibinadamu, kiacha udugu wa kidini na wasiokuwa Waislamu. Vile vile pia tuna udugu wa kwamba nahnu banu Adam, sisi ni bani Adam wote. Na nani ambaye ana uhakika kwamba huyu asiyekuwa Muislamu atakayemsaidia kwamba atabaki kwa sio Muislamu? Hujui, hakuna mtu anayejua hitima ya mtu. Umeona, huyu anaweza kawa leo sio Muislamu, lakini kwa msaada wako na usaidizi wako yaweza ikawa ni dawa kubwa uliomfikishia kuja katika Uislamu. Lakini baadhi yenu hao makafiri tu. Sasa kafiri anadhulumiwa, wewe unaona haikuhusu. Bana, sisi tunaichukia dhulma. Iwe anaifanya Muislamu au anaifanya sio Muislamu, unaichukia dhulma. Muislamu anaichukia dhulma, Muislamu anaitetea haki bila ya kujali anaisimamia hiyo haki ni mwenzako sio mwenzako, maadamu ni haki katika ile tafsiri tunayokubaliana kwamba hili ni jambo la haki, sio haki katika haki za kipuuzi, labda haki sijui za mashoga, sijui haki sijui za nini huko. Hiyo sio hiyo haki, hiyo sisi hatuitambui. Lakini katika yale ambayo tunakubaliana juu ya haki, hii ni haki kabisa ya kila mmoja wetu, haki mushtarak, haki tunazoshirikiana wote katika jamii. Tuna wajibu wa kusaidiana katika maarufu, katika jambo hilo ambalo ni jema, na ni wajibu kwetu kutoa mchango katika jamii. Na mwisho kabisa katika masuala ya wajibu ni sabr. Sisi kama wafuasi tunatakiwa tuwe na subra vile vile juu ya wale ambao wanatuongoza, tuwe na subra baina yetu, kwa sababu wakati mwingine anayekuongoza kama tulivyosema anaweza kukupa amri ambayo ikawa haikupendezi, si kwa maana ya haramu, lakini nafsi yako mzito tu kufanya jambo hilo. Sio maasi, lakini nafsi yako mzito kufanya jambo kama hilo, au wakati ambao pengine ni mzito kutekeleza jambo kama hilo. Kwa hiyo inabidi uwe na subra, lakini vile vile wafuasi kwa wafuasi inabidi tuwe na subra. Tunaweza tukawa na maoni tofauti mengi tu, wewe ukaona maoni haya na mimi nikaona maoni haya, nikaona hoja hii na wewe ukajenga hoja hii. Umeona, tuwe na subra baina yetu. Lakini tunaona wakati mwingine katika mujitamaa, katika vikao na nini, watu wanapojadili masala wakawa wana rai tofauti tofauti, na kila mtu amekuja na dalili zake katika kuijenga hoja yake. Watu wengine wanachukia wenzao, wengine wanawafukuza wenzao, wengine wanawatoa katika makundi wenzao, kwa sababu anaonekana huyu yuko na rai tofauti na rai zetu. Umeona, tofauti na misimamo yetu, tofauti na vile tunavyoelewa sisi, iwe ni katika dini au iwe katika masala mengine ya kisiasa au ya kiuchumi au ya kijamii na kadhalika. Lazima tuwe na subra, kusubiriana baina yetu. Mtume sallam katika hadithi hii inayosimuliwa, mtu alikuja kwa Mtume sallam na kusema ya kwamba ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, umemchagua fulani na fulani, lakini hujanichagua mimi. Mtume sallam akamwambia, watakuja viongozi baada yangu ambao hawatowapa haki zenu, lakini nyinyi wapeni haki zao na kuweni na subra juu yao. Yaani katika hadithi sahihi katika Imam al-Bukhari kama watakuja watu watakuwa viongozi wenu, okay, ambao watakuwa hawawapi haki zenu, lakini nyinyi msiache kutekeleza haki zao, wapeni haki zao. Maana watiini katika wema, wasikilizeni katika wema, watiini katika wema, wakiamrisha katika maasi, hakuna taa katika maasi. Okay, lakini muwe na subra juu yao, muwe na uvumilivu kwao, maadamu hawajafanya maasi na hawajafanya kufuru iliyokuwa wazi kabisa, iliyokuwa wazi kabisa.
Ikiwa kiongozi atafanya mambo ya kufuru iliyo wazi kabisa, atafanya mambo kama hayo ya ukishirikina wazi kabisa, kiongozi Waislamu wanakuja kuwa wafuasi wanaowajibika, wanatakiwa wachukue hatua hata ya kuona namna gani tunaweza kubadilisha uongozi huu bila ya kuleta maafa, bila kuleta maafa makubwa kuliko afa hili ambalo lililoko hapa. Kwa hiyo kuna masala ya kuangalia maslaha mapana na kuangalia madhara mapana, na hili ni jambo ambalo tutakuja kulizungumza huko mbele katika mtazamo wa Uislamu juu ya kubadilisha uongozi na kadhalika. Kuna akwali mbalimbali tutakuja kuziona iwapo Mungu atatuwafikia huko. Kwa hiyo kuna njia za kiutaratibu, kama taasisi imeweka njia za utaratibu za kumtoa huyu kiongozi anapokuwa amefanya makosa haya na haya na haya na haya, basi hatua zichukuliwe kwa mujibu wa taratibu tulizojiwekea. Kiongozi ikiwa ni mlevi kwenye taasisi hii hafai kuwa imamu. Okay? Na jamaa anaonekana analewa. Umeona eh? Na tumeiweka sisi utaratibu, kanuni, imamu hapa hatakiwi kuwa mlevi. Basi hatakiwa kuondolewa. Hatakiwa kuondolewa. Umeona eh? Sasa sio tu kuendelea kusubiri tu. Kuna mambo tutamsubiria, tutakuwa na subra naye. Kuna mambo tumeweka kwenye kanuni zetu na taratibu zetu, hatutaki imamu hapa mlevi. Umeona, imamu akishakuwa ulevi tena mambo mengi yanaanza kuingia shaka katika kuiongoza hii ibada. Umeona, hatutaki imamu mzinifu. Sasa huyu tayari sifa yake yote mtaani ni uzinifu, imamu mzinifu, mlawiti, kitu gani? Umeona, hatuwezi kukaa tuna subra tunamsubiria tu. Kuna taratibu tumejiwekea. Umeona, kuna mambo ambayo tumejiwekea. Hii ni miiko, hii ni nidhamu ya kiongozi wetu. Kwa hivyo itakapokuwa amekiuka nidhamu hii, taratibu tunaziweka za vile vile namna gani ya kuweza kumtoa kiongozi huyu bila kuleta vurugu kubwa au kuleta maafa makubwa katika taasisi au katika jumuiya au katika mujtamaa. Kwa hivyo na ndio maana tunaona hata katika ndoa vile vile mwanamke kama mfuasi amewekewa mlango wa kutoka. Atasubiri katika adha, atasubiri juu ya huyo mumewe na tabu zake na mashaka yake na nini, lakini itakapokuwa katika hayo anayotaka mfuasi wake ayafanye yamechupa mipaka ya Kiislamu, sasa anakuamrisha kulewa, anakuamrisha kutoka bila hijabu, anakuamrisha ulawiti na kadhalika, na hiyo ndio utamsubiria katika kumnasihi, lakini huo ndo mwenendo wake. Sasa anakuja na pombe kabisa, anataka nawe unywa na kulazimisha kunywa. La, Uislamu umekuwekea mlango wazi kabisa kujitoa katika ndoa hii, kutoka katika ndoa hii, kudai talaka yako, utoke katika nyumba yenye maasi kama hivi. Haijakufunga ukae tu usubiri katika maasi ya dhahir kama haya au katika kufuru, ushirikina. Mume au mke anafanya mambo ya kishirikina, ukae naye tu msubirie tu, yako utasubiria katika hali ya matumaini ya kwamba huyu atabadilika na kufanya juhudi za kidawa, za kinasaha, za kwenda hapa na pale, za kuwaleta hawa na wale katika kumnasihi. Itakapokuwa mambo yote yamegonga mwamba, hakuna mwelekeo, hakuna mwangaza mbele, hakuna tena sababu ya kuendelea kusubiri. Kwa hiyo Uislamu umetuhimiza sabr, umetuhimiza sabri, kwa sababu hata katika kufanya utiifu pia unataka usubiri. Sisi tumeamrishwa kuswali. Kuswali pia nataka una subra juu ya amri hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wasioswali ni kielelezo kimojawapo cha kukosa subra, kwa sababu sabri ni katika utiifu, kumtii Mwenyezi Mungu aliyokuamrisha. Sabri vile vile katika kuepuka maasi. Mungu kuna mambo ametukataza, sisi tunayapenda au yanapendeza katika nafsi zetu, umeona, lakini ametukataza, tako tusubirie haya, tusiyaendee, tusubiri, tujizuie, tusiyaendee. Kadhalika subra katika mitihani, katika majanga na maafa na misiba mbalimbali, tako tusubiri vile vile. Sasa lakini subra hii vile vile ina mipaka yake kulingana na daraja ya wewe uko katika level gani ya uongozi au level gani ya ufuasi. Kama tulivyoeleza, katika familia ni daraja mojawapo ya ufuasi. Kwa hiyo kuna baba, kuna mama, hao ndio viongozi. Okay? Na wewe kama mtoto, wewe ni mfuasi, utawavumilia wazazi wako, lakini hutokuja kuwavumilia watakapokuamrisha ushirikina. Ukikuamrisha kufanya jambo la kishirikina, kufanya maasi, hutosema mimi nafanya hivi ni katika kuwavumilia huku unafanya. Hapana, ni kuvumilia kuwa pamoja nao, lakini uvumilii
kutenda lile ovu. Kwa hivyo hata katika namna ya kuhandle swala la uvumilivu, unavumilia kwa staili gani, ni swala ambalo vile vile linahitaji kutazamwa kwa kina. Kuna kuvumilia kwa namna nyingi, namna tofauti tofauti za uvumilivu. Sio kuvumilia kwa mtoto hapa ni kusema mimi bwana naondoka kwenye nyumba hii. Hii haitoshi, haifai kuchukua uamuzi kama huo tu mara moja, ya kwamba wazee wangu ni washirikina, kwa mimi nahama hapa kwenye nyumba, naondoka moja kwa moja. Umeona, maadamu hawakuamrishi katika wewe kufanya ushirikina, wala hawakulazimishi kufanya ushirikina, wala hawafanyi labda vyakula wakaviingiza mambo ya kishirikina. Kwa hiyo ni jambo linalohitaji uchambuzi wa kina kuweza kuona kwamba ni kwa kiwango gani hapa ile unaweza ukalivumilia, kwa kiwango gani hapa tena ilipofika hapana, kutoka kwako inaweza ikawa ni bora zaidi kuliko kubaki na kadhalika. Kwa katika kadhia hii ya uongozi na ufuasi kuna mifano mingi, na hakuna mfano mzuri kama kutoka katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mnayo nyinyi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano mwema kabisa, mfano mzuri kabisa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kiongozi wa umma huu na kiongozi kwa wakati wake ule alipokuwepo na masahaba zake, na yeye ni bado kiongozi wetu sisi, pamoja na kwamba ametangulia mbele ya haki, rehma na amani iwe juu yake, ni kwamba tunaona mtume alikuwa ni kiongozi mwenye kuwatumikia watu wake kwa huruma, kwa haki na kwa kushauriana na watu wake. Na tuliona ufuasi mzuri wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa ni wafuasi wazuri sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimuuliza na yeye alikuwa akiwauliza. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaulizwa maswali na wafuasi wake juu ya mambo kadha wa kadha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwauliza maswali, alikuwa akiwauliza maswali wafuasi wake, akiwauliza maswali mbalimbali, nao walikuwa wakimjibu, wengine wakipatia, wakati mwingine wakikosea, na alikuwa akiwashauri Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, na masahaba walikuwa wakitoa ushauri, hawakuwa wenye kuficha ushauri wao. Tunao baadhi ya wafuasi inapokuwa ajenda imewekwa mezani, watu watoe fikra zao, watoe rai zao, hawatoi rai yoyote, lakini rai hizo unakuja kuzisikia huku pembeni, watu tushaamua tayari, alafu unakuja kusikia rai best kabisa huko pembeni. Sasa kwa nini huyu bwana kutoa rai yake katika mkutano, katika kikao hakuwa na ujasiri? Sasa hii ni kwamba huyu mfuasi pengine amekosa sifa ya ujasiri ya kuzungumza mbele za watu na kadhalika. Na kiongozi mzuri unatakiwa ujue hali za hao wafuasi wako. Kuna wafuasi wako wengine wanakuwa hawana ule ujasiri wa kuzungumza. Kwa hiyo unatakiwa utafute namna ya kuweza kuyapata maoni yao, rai zao kwa namna mbalimbali, kwa namna mbalimbali. Kwa hivyo Mtume sallam alikuwa akiwashirikisha, akiwashauri wafuasi wake, na wafuasi wake walikuwa wakimpa fikra zao, walikuwa wakimpa nasaha zao, walikuwa wakimpa mikakati yao na kadhalika. Mtume sallam alikuwa akipokea mikakati hiyo, akipokea fikra hizo, akipokea ushauri huo katika kutekeleza masuala mazima ya usimamizi wa umma wa Kiislamu. Na mfano ni kama huu tunaotoa katika vita vya Badri. Ushauri ulitolewa juu ya jeshi liweke kambi sehemu gani, na Mtume sallam akakubali. Vita vya Khandak vile vile vilishauriwa kwamba tuchimbe makhandak kuzunguka mji wa Madina. Mtume sallam akakubali, na maeneo mengi na mifano ni mingi, hatutaweza kuizungumza yote kwa wakati mfupi kama huu. Lakini vile vile Mtume sallam alikutana na changamoto kwa wafuasi wake. Unapokuwa kiongozi haimaanishi kwamba basi hutopata changamoto, na hii changamoto sio kutoka kwa wale waliokuwa nje tu, lakini mpaka wale waliokuwa ndani, waliokuwa nao, au wale wanaojinasibu na wewe, wanaojinasibu kwa wafuasi wako, pia utakutana na changamoto. Kwa hivyo kiongozi kisaikolojia anatakiwa ajiandae kukutana na changamoto ndani na nje, okay? na ajiandae juu ya mbinu mbalimbali ambazo anaweza akazitumia katika kukabiliana na changamoto hizi. Na Mtume sallam pamoja na daraja yake kubwa na kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kiongozi wa umma, mfano bora, lakini alikutana na changamoto kadha wa kadha. Katika changamoto alikutana nazo Mtume sallam ni kutotiiwa amri yake katika vita vya Uhud. Hii ni tukio maarufu ambalo Mtume sallam aliamrisha wapiga mishale wakae juu ya mlima wa Uhud katika sehemu fulani, na wasishuke katika hali yoyote ile. Wakiona vita vinashinda,
watu wanashinda vita au wanashindwa vita, wasishuke hao bwana, lakini waliteleza na Mwenyezi Mungu akawakemea na akawasamehe masahaba walioteleza katika tukio hili. Kadhalika tukio la uzushi dhidi ya Aisha, dhidi ya mama Aisha ummul mu'minina, mama wa waumini, alipozushiwa ya kwamba amejihusisha na mahusiano yasiyofaa. Okay, inaitwa hadithi al-ifk, hadithi ya uzushi, okay, ambayo ilienea na baadhi ya Waislamu walisadiki uzushi huo, wakawa wanaeneza, ulienezwa na wanafik na ulishupaliwa sana na wanafik, lakini baadhi ya Waislamu waumini kweli vile vile walianza kushawishika juu ya uvumi kama huo ambao ulimhuzunisha sana Mtume SAW, ulimuumiza sana Mtume SAW, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja akateremsha sura ambayo ikaja ikasafisha na kumtakasa mama Aisha na kumaliza uvumi ule. Kadhalika Mtume SAW alipata changamoto katika maamuzi yake katika mkataba wa Hudaybiyah. Katika mkataba wa Hudaybiyah ambao ulikuwa haumtambui yeye kama Mtume SAW, unawazuia Waislamu na haki ya kwenda kufanya ibada ya hija katika mji mtukufu wa Makka na mengineyo katika vipengele vilivyowekwa. Waislamu waliona hili ni sharti, yani masharti magumu sana. Sisi tuko kwenye haki, tuko kwenye ukweli, tuko na mtume na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Vipi tunakubali masharti kama haya, vikwazo kama hivi? Okay, iliwapa ugumu sana masahaba kuelewa hikma mkataba huo, wakaonesha maswali na wasiwasi, lakini wengine wakina Abubakar Siddiq walikuwa thabit na wakawatuliza wafuasi wenzao kwamba huyu mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili ni jambo linafanywa kwa mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake. Okay, lakini masahaba walipata tabu sana kukubaliana na maamuzi ya mkataba wa Hudaybiyah, na kama tulivyosema, hata walipoamrishwa sasa watu wanyoe nywele warudi zao Madina, wengine kwa unyonge na kwa huzuni wakawa kama wamepatwa na bumbuwazi, wengine ikawa kama wamesita kufanya kitendo kama hicho, umeona. Lakini Mtume sallam akaonyesha uongozi, akakuwa yeye mfano, akanyoa na akaanza safari yake na wafuasi wakafuata. Vile vile kuinua sauti juu ya sauti ya Mtume sallam. Baadhi ya masahaba bila kukusudia waliinua sauti zao mbele ya Mtume sallam katika kubadilishana mawazo na katika mijadala yao, na mtume yuko pale na aya Mwenyezi Mungu ilikuwa inakataza watu kuzungumza kwa sauti kubwa sana mbele ya Mtume sallam. Si adabu kuzungumza kwa sauti kubwa sana mbele ya wazazi wako, mbele ya viongozi wako na kadhalika, lakini masahaba kama binadamu walijikuta katika kuzungumza, katika majadiliano yao wakawa wamenyanyua sauti zao kubwa sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakemea tabia hiyo kwa masahaba hao kwa kuwakanya ya kwamba haifai kunyanyua sauti, kuzungumza kwa sauti kubwa, sauti kali mbele ya Mtume sallam katika mjadala yenu na katika kuzungumza naye. Okay, kwa hiyo hii ni changamoto ambayo inaweza inatutokea sisi wazazi na watoto wetu, inaweza kukutokea wewe na mkeo, inaweza ikakutokea wewe na wafuasi wako, ukakuta baadhi ya zile akhlaq za Kiislamu zikawa unaziona huyu mbona ameacha ile akhlaq ya Kiislamu fulani. Ni mambo yanayotokea katika ubinadamu wetu kama binadamu, na wewe ni mfuasi, atakiwa umnasihi kiongozi wako kwa maneno layinan, maneno laini, umnasihi mumeo kwa maneno laini, umnasihi mkeo kwa maneno malaini, umnasihi baba yako kwa maneno laini. Lakini yaweza ikatokea huyu kijana kwa raghba yake, kwa ushababu wake, au kwa maumbile yake, hiyo ndio namna yake ya kuongea, akazungumza kwa maneno ambayo au kwa sauti ambayo haipendezi. Wenyewe wanasema chembelecho marhum Sheikh Ahmed bin Juma alikuwa anasema ya kwamba na hii inatokana na mafunzo ya Kiislamu katika upande huu wa balagha, kwamba sauti inabeba maana, sauti katika maneno inabeba maana. Maana sasa hili inahitaji muda mwingine kabisa wa kusherehesha, lakini kama utatulia utafahamu ya kwamba neno linaweza likawa ni moja tu, lakini sauti itakayoambatana na neno hilo inaweza ikaibadilisha ile maana. Mathalan, mtu anaweza akasema
ikaonekana kwa utaratibu sana, amesema njoo njoo, ikaonekana ameniita kwa taratibu na kwa adabu eh. Lakini mwingine anaweza akatumia neno hilo hilo, lakini sauti itakayoambatana nayo ikawa inaonyesha ukali au amri, njoo njoo. Sasa sauti inabadilisha maana. Sasa inawezekana baadhi yetu, baadhi ya wengine katika maneno yao, katika maandishi yao, katika sauti zao zikaja katika sura ambayo haipendezi. Kwa hiyo kiongozi unatakiwa lazima ujue kwamba hizi ni changamoto za wafuasi, wameumbwa katika maumbile tofauti tofauti, staili zao za kuzungumza tofauti, shaksia zao tofauti na kadhalika. Kugombania ngawira baada ya vita katika changamoto ambazo zilijitokeza katika vita vya Hunaini, watu walipopata ngawira za kutosha, baadhi ya masahaba walikwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ugawi ngawira kwa haki, ya Rasulullah, wewe ufanye uadilifu. Imagine Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhumiwa kwa kutokufanya uadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kama mimi sitofanya uadilifu, nani atafanya uadilifu? Umeona akapokea lawama zile na akawaeleza juu ya kwa nini mimi nimewapa hawa zaidi kuliko hawa, akatoa maelezo. Unaweza ukaichukulia tukio hili vile vile katika sura ya wafuasi kumwajibisha kiongozi wao, umeona, lakini na kiongozi wao kuwa accountable, kuwaeleza sababu kwa nini nimegawa zaidi kwa hawa, okay, na sio kwa, na akifafanua mpaka wale wafuasi waliokwenda kulalamika wakaridhika hiyo ufafanuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kwa nini amegawa vile alivyogawa. Maswali na madai yaliyopita mipaka. Sahaba na wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakimuuliza Mtume maswali mazito mazito, maswali mazito kabisa walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yapo ambayo alikuwa akiyajibu, yapo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kabisa kuwajibu masahaba juu ya hayo wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wameuliza siku ya kiyama, lini kiyama? Wameuliza juu ya roho wasiokuwa Waislamu, banu Israili ahlul kitabu waliokuwa kwa Mtume sallam katika mji wa Madina, na yeye wakaja kumuuliza tueleze juu ya roho, tueleze juu ya ashabul kahfi. Umeona, masahaba wenyewe wakamuuliza Mtume sallam maswali, nani muislamu bora, namfanyia nani wema zaidi, ni kipi cha kutoa na nani wa kumpa? Ikiwa mbora wa viumbe aliulizwa na wafuasi wake, sasa mimi na wewe vipi tusalimike tusiulizwe maswali na wafuasi wetu? Iwe ndani ya nyumba, mkeo anaweza kukuuliza maswali, bwana umechelewa bwana. Sasa sio uchukulie kupanic kwa kuulizwa swali, unatakiwa utoe majibu, ueleze, sio mimi ndio kiongozi hapo bwana. Ukawa na majibu yako yakawa ni majibu ya kitemi na kibabe, ujibu, tafuta namna ya kujibu. Umeona, na tafuta namna, hata kama ni namna ya kunyamaza katika baadhi ya maswali ambayo unajua muulizaji, ukatumia uslubu wa kunyamaza pia katika baadhi ya maswala. Sio kila swali wakati mwingine unatakiwa ulijibu, saa nyingine ni kunyamaza tu. Bwana, ile swali tumeuliza, lakini jawabu langu mimi ni asukutu, kunyamaza kujibu katika swali kama hili. Kwa hiyo kuna mbinu mbalimbali za kuhandle situation mbalimbali, lakini wewe nani usiulizwe? Kwa kuwa wewe ni kiongozi usiulizwe? Hapana, utaulizwa na lazima ujiandae kuulizwa. Utaulizwa na wafuasi wako. Umeona, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulizwa na wafuasi wake. Umeona, vipi mimi nawe tusalimike? Bali leo tunaona, na hisi katika adab, lakini tunaona watu mpaka wanamhoji Mwenyezi Mungu, wanahoji juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana tusemi kwamba watu wafanye hivyo, lakini tunasema katika maumbile yetu ya wanadamu kuhoji, ndipo swala zima na kuuliza maswali. Lakini Uislamu umeweka mapaka katika yale ambayo unaweza kuyauliza, na nani unayemuuliza, na unauliza namna gani, unauliza kwa usulubu gani. Iko akhlaq ambayo inaambatana na masala haya, lakini Uislamu haujazuia watu kuuliza maswali viongozi wao. Unaona, kwa hivyo ni swala ambalo kiongozi unatakiwa ulijue kwamba hiyo ni changamoto ambayo inaambatana na kuwa katika nafasi ya uongozi, ni kuulizwa maswali. Utaulizwa maswali na utakotoa utoe maelezo, mfahamu. Kwa hivyo hii ni changamoto ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikutana nazo katika uongozi wake, lakini
Vile vile tunaona Musa alayhi salatu wassalam. Musa vile vile alikutana na changamoto kubwa sana sana kwa wafuasi wake. Yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, yeye amezungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini katika visa katika Qur'ani ambavyo vinaeleza maisha ya mitume, Musa alayhi salatu wassalam ni katika visa vilivyoelezwa sana sana sana. Na changamoto kubwa unayoiona kwa Musa si tu kutoka kwa Firaun, lakini kutoka kwa wafuasi wake, wale watu ambao yeye amekwenda kuwaongoza walimpa tabu sana 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 sana, mpaka Musa alayhi salatu wassalam alikuwa akiudhiwa mpaka akawa anawaambia watu wake, ya qaumi lima tuudhunani, enyi watu wangu, mbona mnaniudhi namna hii? Mbona mnafanya mambo yenye kuudhi kiasi hiki? Wakad taalamuna anni rasulullah, nanyi mnajua nyinyi ya kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mbona mnanifanyia maudhi kiasi hiki? Na huyu alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hakusalimika na changamoto kutoka kwa wafuasi. Moja wapo kuabudu ndama wa dhahabu. Musa amewalingania tauhidi na amewaokoa Banu Israili kutoka kwenye unyanyasaji na dhulma za Firaun. Aliposafiri kwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakashawishiwa na mtu kiongozi mwingine na mtu mwingine jahili mwingine, akawatengezea dhahabu, wakaanza baadhi yao wakaanza kuabudu ndama wa dhahabu. Umeona, kulalamika kuhusu chakula manna wa salwa. Umeona, wameletewa chakula hiki cha manna wa salwa, chakula safi bora kizuri, wakalalamika kwamba lan nasbira ala ta'amin wahid, hatuwezi kukaa sisi bwana tunasubiri chakula cha aina moja tu, hicho tu, chakula kilichokuwa bora kabisa wakakilalamikia. Kudai kutaka kumuona Mungu waziwazi, bwana Musa, tuende tukawatuonyeshe Mungu bwana. Kufanya ukaidi katika kutekeleza maagizo katika kisa cha Al-Baqara, surati Al-Baqara, walipoua mtu, wa idh qataltum nafsan, walipoua nafsi, wakaenda kwa Musa kutaka awaambie nani aliyeua. Musa akamwambia tuchinjeni ng'ombe. Wakaanza maswali chungu mzima, ng'ombe gani? Ukaidi, ng'ombe gani? Akaambiwa ng'ombe wa namna fulani. Wakarudi tena, rangi gani? Wakaamba rangi fulani. Wakarudi tena, wa vipi? Anayefanya kazi asifanya kazi? Wakawajibu misukosuko, changamoto kwa wafuasi, na kufanyiwa mambo yenye kuudhi, na mpaka kuasiwa. Musa alayhi salatu wassalam akaasiwa na wafuasi wake walipoamrishwa waingie katika mji. Umeona, akaamba nendeni muingie katika mji huu na mpigane vita. Wakasema kumwambia Musa, idhhaba anta wa rabbuka faqatila, nenda wewe Musa bwana na Mungu wako ukapigane, sisi tuko hapa tutasubiri bwana matokeo ya vita hivi, hatuwezi kupigana. Basi Mwenyezi Mungu akawapa misukosuko na wao ya kutosha kutokana na waasi wao. Nini tunajifunza katika changamoto kama hizi za mitume alayhi salatu wassalam? Na hapa tutakuwa tunahitimishia insha Allahu taala umuhimu wa subra. Umuhimu wa subra ukiwa kiongozi ndani ya familia, ndani ya taasisi, ndani ya jumuiya, ndani ya msikiti, ndani ya nchi, ndani ya taifa, unatakiwa uwe mvumilivu. Unaongoza watu wenye mawazo tofauti, wenye akhlaki tofauti, wenye kiwango cha elimu tofauti, wenye tabia tofauti, wenye dhuruba mbalimbali zinazowapitia katika maisha yao. Umefahamu? Kwa hivyo unatakiwa tu uwe na subra, unatakiwa uwe na subra. Mitume alivumilia kukataliwa, kubezwa, hata kuudhiwa, na inatufundisha kiongozi au mlezi lazima awe na subra. Mafanikio ya kweli huja baada ya mitihani mbalimbali. Kwa hivyo itabidi uwe mvumilivu. Anapotokea mtu kuja kukulalamikia wewe kiongozi juu ya njaa, lazima umuelewe wewe sio kiongozi wa kulisha watu. Kazi yako sio kuwapatia watu chakula, lakini ndio huyo anakuja anakulalamikia juu ya njaa. Umeona? Na wewe unajua na yeye anajua kwamba wewe kama kiongozi sio jukumu lako, umeona, kushughulikia masala ya kuhakikisha kwamba wafuasi hao wanakula au mnakula, lakini ndio kushaletewa sasa changamoto hiyo na mfuasi wako, bwana, mimi nina njaa, sijakula tangu jana, tangu juzi. Sasa kiongozi anataka uwe na subra juu ya kuyapokea haya na kuona namna gani ya kuweza kumfariji mtu kama huyo, au kuona namna ya kumsaidia. Vipi utamsaidia? Umeona, pamoja na kwamba sio katika lile jukumu lako la msingi
ile nafasi ulionayo au unaona nini. Lazima uonyeshe kujali na uonyeshe ubinadamu na uone vipi unaweza ukamsaidia kwa namna moja au nyingine. Uongozi si rahisi. Hii ni moja katika mambo tunajifunza. Musa na Banu Israili inaonyesha wazi kwamba watu wanaweza kupewa neema lakini bado wakalalamika. Kiongozi anaweza kukosolewa hata kama anafanya yaliyo sahihi, bado watu wakamkosoa. Hivyo uongozi unahitaji hikma, uvumilivu na msimamo. Mitihani ni sehemu ya njia sahihi. Yani mitihani inapokukuta haimaanishi kwamba wewe uko katika njia isiyokuwa sahihi. Mitihani ndio maisha yetu yalivyo. Maisha ya dunia ni mtihani, kama wanatuambia maulama, ad-dunya daru btilaan. Dunia hii ni nyumba ya mitihani, ya misukosuko. Okay, kwa hivyo utakapojikuta umeudhiwa, wengine katika mitume wamepigwa, wameumizwa, na mitume wengine wameuliwa, hii haimaanishi kwamba wewe hauko katika njia sahihi. Kwa hiyo haipimwi usahihi wa dira wala usahihi wa malengo kwa kutazama, je, mnapita katika misukosuko au hamna misukosuko. Ikawa mizani ni kwamba kama hatupati misukosuko, basi ndio njia sahihi. Njia sahihi haipimwi kwa idadi ya misukosuko, bali bila aksi, unaona kwamba wengi waliopita katika njia sahihi wanakutana na misukosuko mingi zaidi. Kadiri njia inapokuwa sahihi, unaoshikamana nayo, ndio misukosuko inavyozidi kuwa mikubwa zaidi. Kuwajibika kwa matendo. Wafuasi wasipowatii viongozi wao katika amri za halali, kuna matokeo yake vile vile. Na maana tukasema swala la ufuasi na uongozi ni swala la ibada. Muislamu alichukulie kama ni sehemu ya kufanya jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu, na hivyo usipofanya katika amri ya halali, katika maagizo ya halali, ukaasi, ujue umefanya jambo baya na ujue kutakuwa na madhara vile vile. Unaona katika Banu Israili walipotakiwa waingie katika mji ule kwa kwenda kupigana pale, na Mungu aliwaahidi atawasaidia, atawanusuru, wakaasi. Matokeo yake ikawa ni kuhangaika katika jangwa kwa miaka zaidi ya 40. Okay? Kwa hiyo matendo yako wewe kama mfuasi yana matokeo vile vile, na matendo yako kama kiongozi vile vile yana matokeo, na jamii nzima inaweza kuathirika kwa maamuzi mabaya ya wengi. Na maamuzi mabaya ya wengi yanaweza yakawaathiri hata wale ambao ni wachache, au hata maamuzi mabaya ya wachache yanaweza kuwaathiri wengi kabisa, Kwa hivyo haya ni moja katika mambo ambayo tunajifunza. Na kwa kuhitimishia, ndugu zangu, ni kwamba sisi sote kama Waislamu ni wafuasi. Yaani katika sura pana Muislamu ni mfuasi. Mfuasi wa nani? Mfuasi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi sote ni wafuasi. Sisi sio leaderless. Sisi sio watu ambao utazama mimi sina kiongozi. Hakuna Muislamu ambaye anaweza akatumia kilima kama hii kwamba hana kiongozi. Kila Muislamu ana kiongozi. Umeona? Na kiongozi wake wa kwanza katika level ya juu kabisa ni Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu ndo kuna daraja nyinginezo, okay, kama uko kwenye taasisi, kama uko kwenye jumuiya, kama uko kwenye familia, unarudi katika daraja tofauti tofauti. Wewe lazima uko mahali katika ufuasi, na unaweza ukawa katika daraja fulani ni wewe ni kiongozi, lakini ni kiongozi mfuasi, yani unawaongoza wengine katika kufuata. Hii inatakiwa ipigiwe mstari. Kiongozi katika Uislamu anawaongoza wengine katika kufuata. Sisi sote ni wafuasi. Uislamu ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu, amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote tunaunganishwa hapo kufuata. Okay, na yale ambayo hayana kauli iliyokuwa wazi ya Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuambia hapa, ametupa amri ya ujumla kwamba mtiini kiongozi wenu. Okay? Na hilo atakalokuwa anatueleza kama aliendi kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, tutamtii. Mfahamu? Kama linakwenda kinyume, hakuna utiifu kwake, tunarudi kwenye utiifu wa juu wa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lazima Muislamu afahamu ya kwamba wewe na mimi na wote sisi kama Waislamu, ndio Uislamu at-taslim, kujisalimisha,
kuwa mfuasi wa Mwenyezi Mungu, wa amri za Mwenyezi Mungu na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kisha baada yao hawa ndio kuna level sasa ya kuja huyo amir, anakuja sasa huyo kiongozi wako mwingine ambaye naye kateuliwa, uamiri wake unatokana na kwamba Mungu kamweka. Mfano anapozungumzia katika daraja ya familia, eh, mme na mke wanapooana wanatengeneza taasisi. Taasisi hii tayari Mwenyezi Mungu kashamchagua kiongozi wa mwanaume, arrijalu qawwamuna ala nisa. Umeona eh? Kwa hivyo anatiiwa huyu mume, si kwa sababu yeye ni bora sana, mcha Mungu sana, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatoa maagizo yake kwamba katika unity hii, katika daraja hii, katika taasisi hii, huyu ndio Mwenyezi Mungu kampa huu uongozi. Mfahamu eh? Kwa hivyo atatakiwa kutiiwa katika maarufi, katika mambo yote mema mazuri atatakiwa kutiiwa, na atatakiwa mfuasi mke ajiepushe kumaasi. Na Mwenyezi Mungu ameahidi ahadi kali kali dhidi ya wenye kuasi waume zao katika maarufi, katika mambo ambayo ni mema. Kadhalika vile vile wenye kuasi maamiri wao katika mambo maarufi, kuna consequences. Kadiri unapokuwa wewe ni mfuasi katika level kama ni ya msikiti, ya taasisi, na ikawa utekelezi wajibu wako, sio mfuasi wa sawasawa mzuri, kuna matokeo, kuna athari si tu za kitaasisi, kwa taasisi itakuchukulia hatua, lakini ina athari ya kidini vile vile, kwa maana hutekelezi wajibu wako, unafanya makosa, kuto kumtii huyu bwana katika jambo hili maarufu, katika jambo jema ili kukuamrisha ufanye kitu fulani hujafanya, sio jambo smart hilo. Umeona eh? Na ikawa labda atanifanya nini, hana lolote la kukufanya yeye, lakini unafanya vibaya, sio sawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amempa nafasi hii, na katika nafasi hii amemtaka yeye umfuate. Umefahamu eh? Kwa hivyo unawajibika kufuata. Kwa hivyo lazima tufahamu kwamba sisi sote ni wafuasi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namfuata Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya maarufu ni kwamba amewaagiza waumini wamtii Mwenyezi Mungu, wamtii mtume, na wa ulil amri minkum, na wenye waliopewa wasimamie mambo yenu, maamiri waliopewa wasimamie mambo yenu wanatakiwa watii. Kwa hiyo sasa unakuta amiri yuko namba 3 huku, atatiiwa amiri tu maadamu amiri naye anamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kama amiri hamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, naye hatakuwa vile vile na haki ya kutiiwa katika hilo analotaka kulielekeza, ambalo linakwenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, tufahamu kwamba hiyo ndio bigger umbrella. Bigger umbrella ni kwamba kila Muislamu ni mfuasi wa Mtume Muhammad na Uislamu, na anawajibika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha utakuwa ni mfuasi vile vile katika familia yako, kama ni unity ya kawaida, taasisi ya kwanza kila mmoja wetu hapa ndani ya familia. Wewe unaweza ukawa ni mfuasi au ukawa ni kiongozi. Umeona? Kwa hiyo unawajibika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtume wetu Muhammad sallam ndio kiongozi wa umma huu, na sisi wote ni wafuasi wafuasi wake. Kwa hata kiongozi pia ukiwa umepewa joho hilo la uongozi, hujatoka wewe katika ufuasi. Umeona? Wewe ni kiongozi wa kuongoza wengine katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kumalizia hadithi al-Bara, Mtume sallallahu alieleza katika hadithi hii ya kwamba Mwenyezi Mungu aliposema wa yuthabbitu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, Mwenyezi Mungu atawapa kauli thabit wale walioamini katika maisha ya dunia na akhira. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba zake katika kaburi, kila mmoja wetu ataulizwa, nani Mola wako, nini dini yako, na nani mtume wako. Umeona? Hasa haya maswali katika context hii ya uongozi ni kwamba unaona yanakurejesha katika wewe umeishi hapa duniani ukijua ya kwamba Mola wako nani ambaye ndio ulipaswa kumtii, na unajua Uislamu wako ndio ulitapaswa utiifu wako uwe hapo, mafunzo ya Uislamu kwa ujumla wake, na ulikuwa unamjua Mtume Muhammad wewe na mafundisho yake na makatazo yake. Sasa haya ni maswali ambayo yanatungoja kila mmoja wetu
kwa mujibu wa hadithi hii ya kwamba kila mmoja wetu ataulizwa katika kaburi lake, man rabbuka wama dinuka wama nabiyuka, utaulizwa hayo. Unafahamu? Kwa sababu hawa unawafahamu wewe, kwa sababu huu ndo mwongozo wako ni Mwenyezi Mungu, dini yake Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wewe unafuata, ufuate maagizo yao na mwelekezo. Sasa uliishi ukiwatambua hawa? Kama ulikuwa huwatambui hawa, maana ushafeli. Maana wewe umeishi duniani hapa, humjui Mwenyezi Mungu, hujui dini Uislamu, hujui Mtume Muhammad, eh, ushafeli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi katika haya. Nitaishia hapa na niombe radhi kwa muda kuwa umesonga sana. Sasa nitaruhusu kwa dakika 4, kama mtu ana swali, ana mchango, anaweza kuuliza, na inshallah Taala kipindi kitakachofuata itakuwa pengine tayari mwezi wa Ramadhan, lakini inshallah tutaendelea kwa wakati huu wa asubuhi, tukiwa bado na nguvu za kuweza kuzungumza, Mungu akituwafikia inshallah Taala. Na mada itakayofuata wakati huo itakuwa ni kuangalia aina za uongozi na viongozi. Aina za uongozi na viongozi ndio mada yetu ambayo tutaanza nayo Jumamosi ijayo. Kwa upande wangu tutaishia hapa, lakini nakaribisha kama kuna mtu ana maswali anaweza akauliza, na kuna njia mbili za kuuliza swali. Unaweza ukaandika kwenye chat au unaweza uka unmute na ukauliza moja kwa moja. Natoa fursa hiyo kwa dakika 4. Zimebaki 3 sasa kabla ya kufunga mafunzo yetu ya leo. Wallahu aalam. Naam, karibuni. Unaweza ukaandika swali lako au mchango wako katika chat vile vile, au unaweza Mwalimu, Naam, Sheikh Ismail. Naam, Ismail. mimi bwana, sio swali, ni Naam. pongezi, ila pia Allah kuhifadhi zaidi. Naam. Nasema mimi sio swali, bali ni kukushukuru tu kwa kazi unayotufanyia. Naam. Allah kulipe zaidi, darasa unalotoa unatupa mwanga mkubwa. Allah kulipe zaidi. Asante. Nashukuru bwana Ismail kwa shukrani yako. Kuna swali hapa kwenye chat inasema, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Nini afanye mwanamke ambaye ameomba ruhusa ya kusoma dini kwa mumewe na mumewe amemkataza? Kwanza ifahamike ya kwamba ni wajibu wa mume kumsomesha mkewe dini yake. Ni wajibu katika wajibu mzito tulionao sisi wanaume, kuwasomesha dini wake zetu na kuwasomesha dini watoto wetu. Na ikiwa hatuna nafasi, hatuna ilmu, hatuna maarifa, ni kuwatafutia walimu wake zetu, watoto wetu wawasomeshe, kama ambavyo tunafanya hivyo kwa watoto wetu, kuwapeleka madrasa, tukasaidiwa na walimu kusoma Qur'ani na nini. Wale walimu ni wanatusaidia katika wajibu wetu. Ni wajibu wa mzazi kumsomesha, kumwelimisha mtoto wake, wajibu wa mume kumwelimisha, kumfundisha mkewe. Kwa hiyo huo ni wajibu wako wa msingi mume, kumfundisha mkeo dini yake. Kama wewe mwenyewe dini huijui, kama wewe mwenyewe huna wakati, yatakiwa ni wajibu juu yako kumtafutia mwalimu mkeo amsomeshe, au kujumuika katika madrasa au kwenda katika madrasa ili mkeo apate elimu hiyo ya dini. Sasa inapokuwa tena wewe husomeshi, kwa maana hujui au kwa maana huna wakati, na humtafutii mwalimu huyu mwanamke wa kumsomesha, wala humpeleki madrasa akasomeshwe, maana yake umefeli katika wajibu wako. Hayo ni masuhulia makubwa kabisa utakayokuwa nayo katika mabega yako. Maana yake umefeli kama kiongozi, umefeli kama mume katika kumelimisha mkeo dini yake, au kuweka mazingira ya kumfanya ijue dini yake. Kwa haya ni masuhulia makubwa kwa kweli. Wewe kama mwanamke, nasaha zetu ni kwamba hili ni katika eneo la subra. Mama hakufundishi na hataki uende ukajiunge na madrasa, ni eneo la kuvumilia,
ni kuvumilia na wewe kutafuta njia nyingine ya kuweza kusoma dini. Unaweza ukaisoma dini sasa hivi kwa njia ya vitabu, ukamuomba akununulie kitabu. Kwa unaweza ukatafuta ushauri juu ya kitabu gani usome, ukasoma ukanunua kitabu. Leo kuna vitabu vingi sana vimeandikwa vya dini, kuanzia vitabu vyetu vya kawaida hivi vya elimu ya sekondari, kuanzia shule ya msingi mpaka form 4, elimu ya dini ya Kiislamu. Mimi naamini kabisa mtu yoyote yule atakayekuwa amesoma vitabu hivi vya elimu ya dini ya Kiislamu kuanzia shule ya msingi mpaka form 4, huyu ni mtu ambaye atakuwa anaijua dini yako. Utaijua dini yako, utaweza kujua dini yako kwa namna kiasi kizuri tu ambacho kinamtosheleza mtu kuwa anaijua dini yake na kuweza kutekeleza wajibu wake wa kidini. Kwa vitabu hivyo vipo, ima kwa kupitia yeye akununulie, au wewe mwenyewe itabidi katika sehemu ya fedha ambazo mumeo anakuachia au anakupatia kama sadaka yake kwako, ununue vitabu kama hivyo, ununue vitabu hivyo ujisomeze. Njia nyingine ni njia ya mtandao, ambayo tunaona yako madarasa siku hizi, vile vile tunaona katika vikundi mbalimbali madarasa ya mtandao kama hivi ambavyo mimi hapa nafanya ya masala ya dini. Kwa hivyo ni sala la kufanya juhudi wewe vile vile mwenyewe ili uweze kujielimisha, kwa sababu ujinga ni mzigo mkubwa. Unatakiwa wewe ujue mambo mengi. Wanawake wana fiqhi, wana mambo mengi yanayohusu wanawake katika Uislamu ambao wanatakiwa wao wenyewe wayajue. Kwa hivyo unatakiwa utenge muda wa kutafuta madarasa kama hayo kwenye mtandao, na vitabu usome na kadhalika. Kwa hiyo ndio ushauri wangu katika jambo kama hili, lakini na wanasihi mume ajue ya kwamba hiyo ni wajibu wako kumfundisha mkeo, na kama umtengezei mazingira yote haya, ima ya kujiunga madrasa, ya kupata mwalimu, au ya kuweza kupata vitabu ambavyo atakuwa anavisoma ili ajue dini yake, itakuwa umebeba dhima kubwa sana. Maana yake itakuwa umeshindwa kutekeleza sehemu ya wajibu wako kama mume au kama baba katika familia. Tunamsaidiaje mfuasi ambaye hataki kuonesha ushirikiano wote kwa uongozi, hasa katika ngazi ya ukoo? Unaona, inatakiwa ifahamike sababu zake, Kwa hiyo lazima apatikane kiongozi aende akamuengage. Kiongozi unatakiwa ujue kwa wako wafuasi ambao wanakaa kando kando, na wewe usiridhike na amejitenga mwenyewe bwana. Sisi tunamwalika bwana, lakini haji mwenyewe bwana. Tafuta namna, hikma, naenda extra mile, pamoja na kwamba huwajibiki pengine ukamshike mkono au kwenda huko, lakini ni katika uongozi bora kabisa kuhakikisha uachi wafuasi wako, uachi watu katika ukoo wako ambao wanahitajika au unahitaji rai yao au unahitaji kuwavuta karibu, wakae kando. Umeona kama inavyokuwa katika kundi la ng'ombe, ng'ombe mmoja anajitenga kando ni rahisi kuliwa na adui. Kwa hiyo wewe kama kiongozi unaiona hatari hiyo, kwamba huyu mwenzetu kukaa kwake kando si jambo zuri hili kwake wala kwa mjumuiko wetu. Unaona, kwa hivyo uchukue hatua ya kwenda kuzungumza naye, kupata rai yake, kujua sababu nini, umeona changamoto gani ambayo inamfanya asitoe ushirikiano, umeona, na vile vile kuweza kumnasahi kama tulivyoeleza hapa, kama unapokuwa wewe ni mwana ukoo na katika ukoo wetu tuna kiongozi, una wajibu wako, una haki zako na una wajibu. Umeona, wajibu wako mmoja ni kuhudhuria vikao kama hivi ambavyo vinaitwa na uongozi, na wewe kutenga muda kuweza kuhudhuria. Umeona, kama huna uwezo ni kuona uongozi utakusaidiaje uweze kuhudhuria, kama labda ni uko mbali sehemu tofauti na nini. Kwa hivyo ni swala ambalo kiongozi anabidi achukue hatua kama hizo kumsaidia mfuasi wake katika ushirikiano. Naweza kama jambo jingine ni mambo mnayojadili hapo fauka uwezo wake wa kielimu, wa kimaarifa. Umeona, sasa vile vile hilo nataka kulijua na kuweza vile vile kutafuta njia ya kuweza kumshirikisha kwa kadiri ya kiwango chake cha ufahamu wa mambo. Naam. Kwa hivyo hayo ndio maoni yangu kwa mnasaba haya maswali yaliyoulizwa. Nitaomba niishie hapa kutokana na muda, na natumai sote tumenufaika. Mpaka hapo tutakapokutana mara nyingine, nasema subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa ma'as salam. Taishia hapa kwa leo. Asanteni sana.